Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu kwenye kipindi cha Usichokijua, na leo tutazungumzia kuhusu Gigi Ayokwe, maarufu kama ngoma inayoongea. Ngoma hii liliundwa kama chombo kitakatifu cha watu wa Achan, ama watu wa Ebrie, wakazi wa Ivory Coast. Ngoma hii ilitumika kama dhana ya mawasiliano na burudani ya muziki kwenye matukio muhimu zaidi. Iliwasaidia wamiliki wake kupeana taarifa za kijiji kwenda kijiji kingine, hata kikiwa umbali wa kilomita 20 na zaidi, kitu ambacho kiliimarisha umoja wao katika kuwasumbua watesi wao, hasa zaidi wa koloni. Ngoma hii inayosema ilimsumbua mkoloni usiku na mchana, maana ilitumika kuwaonya watu wa vijiji juu ya kuwasili kwa askari wa Ufaransa walioletwa kwa kuwafanyisha kazi za kulazimishwa. Ngoma hii iliwasaidia kukwepa na kujificha endapo maaskari wale walikuwa wakikaribia majiji yao. Mnamo mwaka 1916, wakoloni wa Kifaransa waligundua jukumu la ngoma hii, wakasuka mpango ili kufikia ngoma hii, maana tofauti na hivyo wangeendelea kuhangaika kwa kipindi kirefu. Utawala wa kikoloni wa Ufaransa uliongoza msafara mkubwa sana huko jijini Ajame na kufanikiwa kuteka ngoma hii kwa nguvu kubwa, na hii ndio ilikuwa mwanguko wa vijiji hivyo, maana hawakuweza kuwasiliana tena. Mfaransa aliona mbele yake chombo kikubwa chenye udhani wa kilo zaidi ya 400 na urefu wa mita 3.31. Chui aliyechongwa kwa mbao alionekana akiruka kuelekea ukingo wa kisanduku cha sauti. Hii ilifanya ngoma hii kupewa jina la Lion Penta. Baada ya kuchukua chombo hichi, walikisafirisha huko Bangaville na kuwekwa kwenye bustani ya gavana moja wa nchi hiyo. Na hapo chombo hiki ambacho kilikuwa ni msaada mkubwa kwa wamiliki wake kiligeuka na kikawa chombo cha mchezo kwa watoto wa gavana huyo, huku kikiharibika kwa kuliwa na mchwa. Mnamo mwaka 1929, ngoma inayosema ilihamishwa kwenda jumba la makumbusho la Trocadero Ethnografia huko Paris na kupelekwa kwenye majumba mengine mengi ya makumbusho baadaye. Mwaka 1958, watu wa Achan walifanya jitihada kubwa la kuomba ngoma hiyo irudishwe nchini, lakini bila mafanikio. Wakamwandikia rais wao Felix Houphouët-Boigny wakimwomba ingilie kati, lakini jitihada zote zikawa bila mafanikio. Wakazi hawa hawakuchoka kwa jitihada zao za kuendelea kuomba mali yao. Ilipofika Novemba mwaka 2024, waziri wa Ufaransa wa utamaduni na waziri wa Ivory Coast wa utamaduni waliafikiana na kufikia kusaini makubaliano ya kurejeshwa kwa ngoma hii, lakini kutokana na muda mrefu ambao ngoma hili lilifanya kwenye bustani la gavana wa Bangaville, ngoma hili liliharibika kwa kiasi kikubwa, hivyo ikabidi lifanyiwe marekebisho. Na tarehe 20 Februari mwaka 2020, ngoma hili ilirudishwa huko Ivory Coast baada ya miaka 110, ila mjadala mzito unaendelea kwa wananchi hao kuhusiana na muonekano mpya wa ngoma hii. Wengi wanadai kuwa mabadiliko yaliyofanyika ili kurekebisha muonekano wa ngoma hii umepoteza uhalisia wa asili wa ngoma hii, huku wengine wakidai labda ngoma hii sio ile ya kale, maana muonekano umebadilika kwa kiasi kikubwa. Wengine wakienda mbali zaidi na kusema ngoma hii wanahakika kuwa hata maarifa yake makubwa itakuwa imetoweka. Ili kuweza kupata story nyingi zaidi na habari kuhusiana na mambo kama na haya, tungekusii upate kujiunga na channel yetu ya Kasako Media. Karibu sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.